Tarehe 25 Juni 2025, hapa tulipo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume tumeweza kupokea kundi la kwanza la Watanzania ambao walikuwa wamekwama nchini Israel kufuatia kudorora kwa hali ya kiusalama katika nchi hiyo. Kurejea kwa Tanzania hao ni kufuatia maelekezo ya viongozi wetu wakuu, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kwa kushirikiana na balozi zetu nchini Misri na balozi yetu ya Israel wameratibu safari hiyo. Aidha, kundi la pili la Watanzania linatarajiwa kuwasili leo jioni kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere. Asanteni sana. Labda kwa nini serikali imechukua maamuzi hayo kwa haraka iwezekanavyo? Serikali imechukua maamuzi hayo kwa lengo la kuhakikisha kwamba wananchi wake wote wanapata haki ya kuwa salama na kuhakikisha kwamba wale ambao waliokuwa wamekwama katika nchi ya Israel, kama tulivyoeleza katika taarifa yetu ya wizara, kwamba basi wanarejea hapa nyumbani wakiwa salama. Na bado taratibu zinaendelea na serikali inaendelea ili kuhakikisha kwamba wananchi wote wa Tanzania wanarejea nyumbani kwa salama. Wagonjwa wa moyo ni sehemu ya matibabu ya mkoa wa Hispania kwa kushirikiana na Save a Child Heart ya Israel. Tuna wagonjwa ambao tumekuwa tukipeleka kwa kipindi cha miaka 26 sasa hivi Israel, na tumefanikiwa kwa kutosha kabisa jua hili. Hivi karibuni tuna wagonjwa wasiopungua 21 na wazazi wasiopungua 7 ambao wako kule nchini Israel kwa ajili ya matibabu ya moyo, na kutokana hii hali ya usalama ilivyoendelea, imebidi kwamba wagonjwa ambao wameshafanywa matibabu na hali zao zimeshatengemana kushika vizuri, hawa imebidi kwamba safirishwe warushwe nyumbani kwa msaada wa ubalozi ukishirikiana baada ya kupokea au ni agizo rasmi kutoka katika serikali zetu kuu ya Zanzibar na serikali ya Muungano. Ukweli ni kwamba sisi kama Wizara ya Afya tumeshukuru sana na tunashukuru kwa sababu tunaona ni jinsi gani serikali inapokuwa iko committed kila inapotokea mizozo au migongano kwa kuzingatia usalama wa watu wetu popote pale walipo. Najisikia vizuri kwa kurudi nyumbani salama. Pia naishukuru serikali yangu kwa kufanya jitihada mpaka kufanikisha sisi kufika nyumbani salama. Tumefurahi, tumefika nyumbani salama, hali ya kuwa ambayo tulikuwa tumeanza kupoteza matumaini kwamba kweli tutarudi nyumbani salama. Tunashukuru serikali zote mbili kwa kufanya jitihada kuturudisha nyumbani salama. Tumefurahi. Labda mlipokuwa kule kidogo mlikuwa mnapata ule mshtuko kama kuna nje kuna vita hivi? Kwa kweli sio mshtuko tu, yani tulikuwa tunaona hasa kabisa uhalisia wa mambo ulivyokuwa. Tulikuwa tunaona japo kwamba tulikuwa tunajificha kwenye vyumba vya wenyewe wanaita mama, vyumba vya kujifichia, lakini ilikuwa tunasikia mpaka kuna muda unasikia jengo kama linatetemeka kabisa. Na labda umeenda huko umeshuhudia hali halisi iliyokuwa iko fulani, hapo unaona kwa macho. Unatoa ujumbe gani kwa Zanzibar kuhusiana na swala zima la amani? Ni kwamba nilichogundua kwamba nchi yetu ni sehemu ambayo ina amani kuliko sehemu yote katika sehemu ambazo nimewahi kufika. Kwa hiyo ni bora tuendelee kuilinda amani yetu. Nashukuru Mungu kwa kufika kwetu Zanzibar salama salimini, kwa serikali zetu zote mbili kutusaidia kufika katika nchi yetu. Na labda mnatokea wapi? Mlikuwa wapi na mlikuwa mkifanya nini? Sisi tulikuwa tumeenda Israeli kwa ajili ya matibabu ya watoto wetu wenye maradhi ya moyo. Tulipokelewa vizuri na kufanywa matibabu vizuri. Kutokana na hali ya mchafuko kutokea, nimeshukuru pia serikali zetu kutusaidia mpaka tulifika hapa. Matibabu yalikuwa shapatikana na tulikuwa tushapewa ruksa ya kuondoka. Na labda hali kule mliona vipi? Mlikuwa mnaona yale mambo ya hatari? Kwa kuona tulikuwa hatuoni kwa live, ila tunapitia kwa kuona kutumia mitandao, ila na tunakuwa tunasikia kila aina ya vishindo
na hali hali ya vishindo, na pia kuona mtikisiko ambao tulikuwa tukiona katika hivyo vyumba vituko.